Sasa nilikuwa naandalia tu mkutasari tu ili sasa tuingie na tuendelee katika mahali ambapo kwamba tuliachia jana, ili sasa uweze kujua na uweze kuelewa mambo mengi. Sasa kwa kukosa kwa mmoja, dhambi zikajaa katika ulimwengu, na kama zilijaa ulimwengu, Mungu hakuwa na budi ila kutoa sheria. Kila mwanadamu ajue ni mwenye dhambi, na kama ni mwenye dhambi hata tamani tena kurudi mbele zake, bali atatamani kukaa mbali na wewe. Sababu mwenye dhambi hawezi akamkaribia, na Mungu apendezwi na dhambi, lakini anapenda mwenye dhambi. Hiyo ndio Mungu inamsukuma ili sasa akuje atuokoe. Lakini sasa natafuta mahali tuliachia katika Warumi 5 na tukafikisha mstari wa 17. Ati kwa maana ikiwa kwa kukosa mtu mmoja mauti ilitawala kwa sababu ya yule mmoja, na kwa yule mmoja zaidi sana wao wapokeao wingi wa neema na kile kipawa cha haki watatawala katika uzima kwa yule mmoja Yesu Kristo. Kama vile sasa nilikwambia, tulizaliwa na mama ambaye alikosea Mungu na alisikia sauti ya shetani akamzali Abel na Cain. Sasa hapo ndipo walianza kizazi. Sasa hapo ndipo sasa nikakwambia unajipata unafanya makosa hata kana kwamba hautaki. Unapata ya kwamba unakumbuka katika Warumi 7 nilikwambia Paulo alikuwa anatamani kufanya mambo ambayo ni mazuri, lakini yale alikuwa anatamani kuyafanya hakuweza kuyafanya, ila tu yale ambayo ni mabaya hakutamani kuyafanya. Haya ndio alikuwa anajipata anayafanya. Na hivyo ndivyo hata nasi tulivyo. Watu wanatamani kuokoka, wanatamani kumpendeza Mungu, wanatamani kukaa bila dhambi ili waweze kumpendeza Mungu, lakini yale matendo ambayo wanataka kufanya hawafanyi. Sasa tena unamwomba Mungu ili abariki biashara yako, ili sasa uwe unamtolea sadaka kutoka pale na unasaidia maskini. Sasa kale ka biashara kanafikia hata zile ambazo ulikuwa unataka kutoa hauwezi ukatoa. Sasa inakuwa ni vigumu hata sasa kufurahia ukiwa mbele za Mungu. Sasa ulikuwa unatamani uaminike na mke mmoja, na tena sasa amwili mpendeze Mungu sababu unajua Mungu anatawala ile toa, lakini sasa unajipata kwa marafiki, unajipata ya kwamba umetiwa katika majaribu. Sasa uko na kastana kengine, uko na mpango wa kando, lakini ukiulizwa unasema usamehewe, si vile ulikuwa unataka. Lakini sasa yale mambo ulikuwa unataka kukaa na kuaminika na mke mmoja unajipata hauwezi. Sasa wengine ambao ni walevu wanapata ya kwamba wanasema sitakunywa tena, hata kana kwamba si mambo ya Mungu. Wanapata ya kwamba hizo pombe zinaweza kuwatumikia zile pesa zao, na kama wangependa hata wangeweza kuhifadhi mahali wanunue kitu ili sasa katika uzee wao waweze kuwa na kitu. Lakini sasa yale maisha wanataka kukaa, wanajipata hawawezi wakakaa. Lakini sasa yale maisha ambayo sasa ni mabaya, ambayo hawapendi kukaa, ndio wanajipata wanakaa. Hebu angalia maisha yako, uangalie yale maisha unakaa katika wakati huu, si maisha ambayo ungeweza kupenda. Wacha tu tuondoe Mungu pale, lakini wewe mwenyewe yale maisha ambayo unapenda kuishi si yale maisha unaishi. Lakini ndio maana wengi wakati unasikia kuna mtu ambaye anasaidiana aidha kwa neno ama kwa nguvu, aidha kwa china na yoyote, wewe unamfuata, na tena sasa unaweza patia chochote anaitisha ili sasa akusaidie kuishi yale maisha unatamani kuyaishi. Na kwa hiyo sasa hebu angalia uone kama hiyo si kweli. Lakini kwa sasa yale mapendo ambayo sasa unafikiria na unasikia Mungu anatamani kwa maisha yako, wewe mwenyewe sasa unajipata hauwezi ukafanya, hauwezi ukaishi, hauwezi ukatenda sababu hauna nguvu. Lakini sasa ndio maana nikakwambia sisi hata kana kwamba tutakataa kwa imani zetu ati ya kwamba sisi si wa shetani, tutajipata ya kwamba shetani anatawala maisha yetu kwa njia ambayo sasa ni njia ambayo sasa ni rahisi sana. Lakini sasa hatuna nguvu, hatuna mamlaka, hatuna sasa budi tu ila kukubali. Lakini sasa nikwambie, sasa mahali popote Yesu alitembea, wakati alitembea kwa hekalu na kwa sinagogi yoyote, alikuwa anatoa watu mapepo, alikuwa anatoa na kemea watu mapepo, alikuwa na waponya magonjwa ambayo tunasema ni ya kimapepo.
kipepo. Alikuwa sasa anasamehe watu dhambi ambazo kwamba ni za kipepo. Na kwa hivyo sasa tumaanisha kwamba hizo zilikuwa ni kanisa. Na ndio maana wale wakati ambapo baba walikuwa wanaenda, walikuwa wanaambiwa usiimbe, usidanganye. Lakini sasa shetani hapo ndipo mahali ambapo anapata amani pa kukaa. Sababu kanisa yoyote ambayo inafundisha watu kutofanya dhambi na kujizuia dhambi, hapo shetani anafurahia sana. Na ndio maana unapata ya kwamba hizo kanisa hizo tunapata watu ambao sasa ni malaya, wengine ni wezi, wengine ni wadanganyifu. Na tunashangaa hii ilikuwa ni kanisa ya aina gani, ambayo sasa wale ambao wako pale ni wenye dhambi na ni nyumba ya Mungu, na ni watu ambao walikuwa wameapa na sasa wakafanya uamuzi ya kwamba watamtumikia Mungu, lakini wakakusanyika mahali na wakapata ya kwamba pale ndipo sasa magonjwa sasa shetani anapeleka. Na tena sasa anaweza akitaka kuua anaua pale, lakini wanafanya ibada wakisema ni mapenzi ati ya Mungu, lakini sasa pale si mapenzi ya Mungu. Lakini tuseme aje, lakini tufanye aje? Sasa haya ndio maisha tunajipata tunaishi, na sasa hatuna budi sasa kukaa ama kukataa. Lakini sasa tufanye aje? Na tukasikia kwamba yule sasa mtu ambaye ni mmoja alileta uovu, alileta dhambi ukataa ulimwengu. Sasa wakati sheria ilikuja ambayo sasa ilikuja na Musa, wengi wakaanza kukufa, na shetani sasa akaanza kufurahia sana, sababu ameanza kupata watu sasa ati kwamba ni wake, wale ambao aliambiwa watachomeka nao. Hebu angalia vile sasa shetani anafurahia wakati unakufa sababu ya dhambi zako. Wale shetani anajua 100% yeye ni wake. Lakini sasa wakati ambapo kwamba wewe mwenyewe unakubali mwingine akufe sababu ya nini? Sababu ya dhambi zako. Sasa pale hafurahii, sababu anajua amekukosa na hakuna mahali ambapo kwamba mtapatana. Lakini sasa nikwambie jambo fulani pale, wakati shetani aliambiwa ya kwamba unakumbuka wakati walifukuzwa katika shamba ambalo ni la Edeni, aliambiwa ya kwamba sasa wewe utapata mtoto kwa uchungu, mzee sasa utakula jasho yako. Lakini shetani akaambiwa, lakini katika kizazi kimoja ama mtoto mmoja wa huyu mama ataweza kukugonga mkichwa na wewe mwenyewe atakuangamiza. Sasa ile ndio hatari ambayo sasa shetani anakuanga nayo. Hiyo ndio sasa shetani anakuanga na woga, sababu aliambiwa mmoja wa watoto ambao sasa utapata, mimi nitaweza kumuinua, mimi nitaweza kumchagua na ataweza kukugonga kichwa na kazi yako itaweza kumalizika. Na kwa hivyo sasa wakati aliweza kumzaa huyo wana, aliweza kufukuzwa katika nje ya shamba la Edeni. Pale sasa yule mama alienda na akazaa. Biblia inatuambia vizuri sana, walipata watoto wawili, wakaitishwa sadaka na Mungu, wakaleta, mmoja akakubalika, mwingine sasa hakukubalika. Yule mama hakukubalika, alimuua nani? Alimuua yule aliyekubalika, sababu shetani aliogopa na alijua kama Mungu amemkubali, hiyo ndio niliahidiwa, atanigonga kichwa na amaliza ufalme wangu. Sasa ndio maana wale ambao sasa wanaokoka, vita zinakuwa pale. Wale ambao waliokolewa na Kristo, wale waliamini Bwana Yesu, hao ndio waliweza kukufa sana na waliuliwa sababu ya kuhubiri Kristo. Sababu Kristo wakati alikuja, Biblia inatuambia vizuri sana, lazima angekufa, lakini yeye mwenyewe alikuwa ni yule mtu ama yule mtoto ambaye sasa aliahidiwa na Mungu. Na hiyo sasa ilikuwa ni miaka mingi sana, ilikuwa inaisha. Na kwa hivyo sasa utakisoma Biblia unaweza ona ni miaka hata mingi sana kutoka wakati dunia iliweza kuumbwa, kabla sasa watu wazaame na tena sasa alete ibada nyingi. Sasa mpaka Yesu kuja, sasa zilikuwa ni ibada nyingi zinatendeka, vizazi nyingi wengi wakaweza kuisha na kukufa. Lakini sasa huyu mwana wa Mungu ambaye ni Yesu Kristo, huyo ndio aliweza kugonga shetani kichwa, na tena sasa akamnyang'anya mamlaka yake na utawala wa kuweza sasa kutawala maisha ya mwanadamu. Lakini sasa pale ni kwa nani? Ni wa yule ambaye sasa ataweza kumkubali. Sasa kutoka pale wale ambao sasa wakati walimuua walidhani ya kwamba wameshinda, lakini sasa watu wamejua ya kwamba already sasa amepanda mbegu ndani ya mwanadamu yule ambaye ni wa imani. Yule ambaye ni wa imani atashinda shetani na atashinda kifo na atashinda dhambi. Lakini yule ambaye sasa hajachaguliwa ni yule ambaye amekataliwa, ni yule ambaye ni mwenye dhambi. Na kama ni mwenye dhambi,
atakufa sababu ya dhambi, na tena sasa Mungu hatamchukua, bali shetani ndiye ataweza kumchukua. Na kwa hivyo sasa kwa mahali ambapo kwamba kanisa linahubiri, ambapo kwamba ati wanatafuta, ambapo kwamba ni takatifu, pale Biblia inatuambia vizuri sana, hapo ndipo shetani anatawala, pale ndipo shida inakuanga, na tena sasa pale ndipo kifo kinakuanga, na shetani hawezi akaogopa kukaa mahali pale. Na ndio maana katika makanisa mengi zile tumesikia, tunaweza kupata watu ambao wako na mapepo, ikiwa sasa wanaamini ya kwamba walisamehewa, lakini mapepo yanatawala mahali ambapo kwamba kuna dhambi, na kama inatawala dhambi, sasa kuna sheria, na sheria si shetani, sheria ni za Mungu, ili mwanadamu aweze kujielewa na aweze kujua vizuri. Na kwa hivyo sasa pale vifo vinatawala, na ndio maana wengi wanazika watoto, wengine wanazika wazee, wengine wanazika wamama. Sababu hiyo ni mambo ambayo hatuwezi tukajizuia. Sababu hiyo ni jambo ambalo sasa tunasema, kwa maana ikiwa kwa kukosa kwa mtu mmoja mauti ilitawala kwa sababu ya yule mmoja, zaidi sana sasa hapo inaendelea. Kwa hivyo sasa pale inaonyesha kwamba haya ni mambo tuliyapata, hatuwezi tukajizuia, sababu shida na makosa ilifanywa na mama mmoja, ilifanywa na mzee mmoja ambaye ni Adamu, na tena ni Eva, na tena wakaacha kizazi na kikaendelea. Na ndio maana wengi saa hii lazima sasa wazae, na sisi kizazi lazima wawaste watoto ambao ni wachanga. Lakini sasa tufanye aje ili kizazi kiweze kuendelea? Lakini nikwambie sasa, hapo sasa zaidi sasa wao wapokeao wingi wa neema na kipawa cha Roho, ama na kipawa cha haki, ama kipawa cha utakatifu. Kutendewa haki ni wakati ambapo Mungu anakuhesabu kuwa mtakatifu. Sababu gani? Sababu wewe mwenyewe analituma mwanawe pekee, akakuja akamtii, si kama yule wa kwanza Adamu alikuja akakosa kutii vile aliambiwa na Mungu, asikule mti wa katikati, mti wa kujua vizuri na vibaya. Sasa lakini yeye mwenyewe akanyang'anyika na akakula ili aweze kufanana na Mungu. Sababu shetani anakumbuka alimwambia, na sasa Mungu hakumwambia Mungu ni mbaya, hapana, alimwambia Mungu ni mzuri sana, lakini kuna kajabu aliwaficha. Alimwambia msikule mti ya katikati ili msifanane na wewe. Na kwa hivyo sasa mama, nikakwambia jana, alikuwa anataka kukula ili sasa afanane na yeye, lakini sasa alifanya nini? Alikula ile tunda, akajua vibaya na akajua vibaya. Sababu kanisa ni mfano wa Mungu, ama kwa sababu wa mwanamke. Sasa hapo ndipo kanisa ambazo wanatafuta utakatifu. Nasikia vile sasa wale wanatafuta utakatifu wa Mungu, wampendeze Mungu, abarikiwe. Sasa wanapita kwa ile mti ambayo ilikuwa ni ya katikati, ya kujua vizuri na kujua vibaya. Sasa mtu anasimama ambaye ni kiongozi wao, anaanza kuambia msiibe, msidanganye, na mkifanya vile sasa mtampendeza Mungu, na Mungu atakuja anaweza kuwabariki. Ili wale wasijue ni dhambi wanazifufua ndani zao, lakini wakizifufua watafaa kukufa. Na kama sasa pale ile kanisa ni lile linakaa kama huyu mama ambaye sasa aliambiwa na shetani ya kwamba ukikula huyu mti utakaa kama Mungu, naye shetani anafundisha watu wake. Sababu Biblia inatuambia katika Wathesalonike inasema ya kwamba ati shetani ameapa ya kwamba kuchanganya wateule, haswa wale ambao ni viongozi wao, akiwashika anajua wakienda kuhubiri wataambia watu wawache dhambi na wafuate sheria za Mungu, wakuwe watakatifu, Mungu wabariki. Sasa kwa kusikia, tunasikia vizuri sana, tunawafuata na tunaona ya kwamba ikiwa ni kutenda tu, ikiwa ni kujizuia dhambi, ikiwa ni kujizuia umalaya, ni kujizuia ulevi, sasa usini kama litakuwa kukamilifu wa Mungu, ikiwa ni kutoa sadaka, ikiwa ni kutubu dhambi, si hivyo ndivyo Mungu anataka. Na sisi sote tunajipata tunafanya vile, lakini tunapata ya kwamba tunakufa kabla sasa tubarikiwe, tunapata shida kabla tubarikiwe. Badala ya baraka sasa tunapata umaskini, badala ya baraka tunagojeka, hata zile kidogo tulikuwa nazo sasa zinapotea. Sasa badala ya tubarikiwe, watoto wetu sasa wanakuwa waasi, waume wetu wanatoka nje, sasa wamama wetu wanaotoa zinaachana. Lakini sasa ni watu ambao wako kanisa wanaomba kufunga na kufungua, lakini sasa ni vile walidanganyika wao bila kujua. Badala wao wategemee Mungu ya kwamba mimi nitakuja kuangalia hata kama hamjanifanyia kitu. Sasa alikuwa nakuja saa 9. Hivyo ndivyo sasa inamaanisha. Na nilikwambia wakati mmoja, nikakwambia
Hivyo ndivyo ilimfanya, sababu haya ni mambo hatuwezi tukafanya, nimeandikwa tuweze kujua na kwamba sisi ni wafalme wa mbinguni. Sasa Mungu alikuwa anakuja saa 9, ananena na Adamu na mkewe, na hivyo ndivyo wakati sasa huyu Yesu ambaye sasa alikuja baadaye, alishikwa saa 6, lakini alikufa msalabani pale saa 9. Hiyo ni masaa matatu, lakini tufanye aje na tuseme aje basi. Sasa pale inasema ya kwamba hivyo ndivyo sasa, kama mauti ilijaa ulimwengu, wote wakahesabiwa kuwa wana makosa, na kama wako na makosa wakakufa, na wengi wakakufa, hivyo ndivyo basi itakavyofanyika katika upande wa Mungu, aweze kumtoa mwanawe pekee. Sasa yule ambaye ni wa damu wa pili, sasa kila mtu anaweza kuhesabiwa ya kwamba ni mwenye haki, anaweza kuhesabiwa ya kwamba ni mtakatifu, anaweza kuhesabiwa ya kwamba amefanya na ametimiza mapenzi ya Mungu. Zaidi sana wao wapokeao wingi wa neema na kile kipawa cha haki watatawala katika uzima kwa yule mmoja ambaye ni Yesu Kristo. Na kwa hivyo sasa Yesu, nilikwambia, si ibada, Yesu si imani, Yesu si eti ni dini, Yesu si eti ni tambia, Yesu si mwenendo. Hapana, Yesu alikuja kama yule wa kwanza, akazaa watu wenye dhambi, na wakati alikuja akazaa watu wakiwa wenye haki. Na ndio maana Biblia inatuambia vizuri sana, wale ambao walikuwa katika ulimwengu huu Mungu hakupa wengine, lakini aliwaambia sasa mtakapomwamini Bwana Yesu wengi mtaweza kuhesabiwa kuwa wenye haki. Lakini akawaambia wengine lazima mzaliwe mara ya pili. Na hiyo sasa ndio inamaanisha, sababu ile ya kwanza ulizaliwa ukiwa mwenye dhambi, sasa hii ya pili utazaliwa ukiwa mwenye haki. Sasa wewe mwenyewe nikuulize, ulikuwa unafuata na unapenda na unafuata ibada ambazo sasa zinatenda mapenzi ya Mungu, ili sasa tuweze kuhesabiwa kuwa wenye haki. Lakini njia moja tu ambayo sasa ni ya Mungu, ambayo sasa ametoa, ni wewe mwenyewe uamini ama ukatae kuamini. Kama utakosa kuamini, wewe mwenyewe utakosa kuamini ile Mungu amesema wewe mwenyewe ufanye. Kama vile sasa huyu mama alikosa kuamini ya kwamba sasa ati anaweza kukaa bila kujua vizuri na vibaya, ama kukaa bila Mungu, ama kukaa bila kukaa kama Mungu. Lakini sasa yeye akaona ni vyema nikae kama Mungu ili sasa aweze kunibariki. Lakini hata nalo ukiona sasa haina maana, wewe mwenyewe uhesabiwe kuwa mwenye haki na Mungu bila kutenda jambo lolote ama jambo lolote, utaona ni vyema utoe sadaka zako, utoe maisha yako, sasa utoe sasa akili zako, ili sasa uweze kujaribu kufanya kulingana na vile Mungu anataka na vile Mungu anapenda, ili aweze kukufanyia na kukuhesabu kuwa mwenye haki. Wacha nirudie pale. Sasa wewe mwenyewe utaona ya kwamba ikiwa yule wa kwanza alijaza dhambi na kifo katika ulimwengu, hivyo ndivyo basi hata nasi yule Yesu wakati alikuja sasa, sababu wote waliumbwa na Mungu na walikuwa na Mungu na waliletwa na Mungu. Sasa hivyo ndivyo basi sisi tunafaa tusikie habari ambayo ni ya kweli, ili sasa tuweze kusikia ya kwamba tunaweza hesabiwa na Mungu kuwa wenye haki sababu ya kuamini. Lakini sasa wewe unaona wewe haustahili, sababu umebarikiwa, uko na pesa, uko na nguvu, uko na akili, na tena umesoma. Wewe mwenyewe unaona ya kwamba wacha nifanye jambo ili sasa niweze kumpendeza Mungu, na unaenda unasoma katika Biblia, unaona na unaapa, nitafanya hivi, nitajizuia dhambi, nitajizuia umalaya, mimi nitajitakasa, nitajitenga na watu ambao ni wenye dhambi, nitajitenga na watu ambao hawampendezi Mungu. Wewe mwenyewe unafikiria unafanya vile Mungu ambavyo kwamba anataka, ili sasa aweze kubariki. Sasa unakaa kama yule mama aliona hastahili kukaa na Mungu kila wakati, lakini akaona ni vyema wacha nikule hili tunda nikae kama yeye. Lakini alifanya nini? Alifanya makosa, akaweza kumpatia yule ambaye ni mumewe. Mwanaume ndiye anabeba begu. Na kwa hivyo sasa alijua ya kwamba shetani alikuwa mjanja sana, alijua ya kwamba hata huyu mzee ambaye anabeba begu sasa ya kizazi, sasa nikimpatia kile atazaa kitu ambacho kinajua vizuri na kinajua vibaya. Na ndio maana mtoto hata kabla sasa ajue kuongea, ukimwambia nyamaze, anajua amekosea, na unaona amenyamaza na
woga mwingi sana. Nani anamfundisha? Alafu sasa unatarajia huyo mtoto sasa akuwe mkubwa, akuheshimu na akuogope. Hapana. Sasa hiyo ni jambo hatuwezi tukajiepusha kama mwanadamu. Hiyo ni jambo ambalo hatuwezi tukajizuia kama wanadamu. Hiyo ni jambo ambalo hatuwezi sasa tukajitenga nalo kama mwanadamu, sababu sisi hatuna nguvu na hatuna mamlaka. Sasa nikuambie sasa, sababu hiyo ndio tahadhari na kutolea, sababu najua sisi tuna imani na tuliamini ya kwamba mimi lazima nifanye, sitadanganywa na mtu, mimi sitafanya, mimi sitatenda. Wacha nikuambie, kuna yule ambaye anakutia nguvu na kufanya vile, sababu yule shetani ambaye alikuja akambia mama ya kwamba atukifanya hivi hivyo ndivyo sasa ataweza kukua kama Mungu. Shetani alimsaidia. Hivyo ndivyo hata kanisa la kizazi hiki linasaidiwa na shetani, sababu wanajua ni wake, na ndio maana wanakufa. Wanashangaa na vile tunaomba, wanashangaa na vile namtolea na vile umeokoka. Si tunasema vile, yaani Mungu umeona vizuri uchukue mtoto wangu, na vile nimejitolea kwa kazi yako, na vile nimejitolea kukuabudu. Sasa Mungu umeona vizuri sana, sasa umalize na uharibu. Sasa tunalaumu Mungu, lakini sasa ni vile hatukujua ya kwamba Mungu hakutaka ya kwamba tufanye vile ambavyo ya kwamba sasa tunaweza kupata atubariki. Alikuwa anataka tufanye jambo moja tu, tusikie habari ya Bwana Yesu. Sasa hivyo ndivyo sasa kwa wakati huu. Kama ni wakati wa buzi ningekwambia, kama ni wakati wa sheria ningekwambia, kama ni wakati wa Mungu ningekwambia, lakini wakati katika kizazi hiki tuko upande wa Bwana Yesu. Na ndio maana kila siku lazima nikwambie habari yake. Naweza kuambia tabia zangu ili sasa uniige, lakini siwezi nikakwambia sababu najua hata mimi nilizaliwa nikiwa mwenye dhambi. Lakini sasa kama ninahubiri mambo ya utakatifu, ndio maana sasa sababu naweza kumwamini ambaye sasa alitolewa na Mungu. Sasa hapa ndipo nilikwambia, sasa lazima tuangalie maisha yetu vizuri sana, sababu sisi tutaweza kukataa, sababu tunaamini na tunajua na tulifundishwa vile tunaweza fanya ili sasa tumpendeze Mungu. Na kama utafanya vile, wewe unahesabiwa kuwa ambaye sasa ni mwenye dhambi. Sasa tuangalie vizuri sana. Tunasemaga tunadanganya. Sasa yale jambo ambalo uliambiwa ya kwamba ati usifanye, tukifanya wewe utampendeza Mungu, ni ile sheria yake unafuata. Hiyo inafufua dhambi zako, na ndio maana inahukumu kila mmoja. Na tena kama utavunja kufanya vile, sasa hapo ndipo Mungu anakuhesabu ya kwamba wewe ni mwenye dhambi. Na hata kama Mungu atakuwa pale, mchungaji wako atakuhukumu. Hata si mchungaji, hata mume wako na ni mlevi atakuhukumu. Hata mtoto wako atakukosoa, na uone ni kama Mungu anakuongelesha, ama ni kama Roho anakuongelesha. Lakini jitahidi sana ufanye juu chini, utimize vile Mungu ambavyo kwamba anataka. Na hataki utimize 8 ama 9, anataka utimize 10. Na nani huwa ambaye atasimama anaweza kusema hata kama anaomba, ananena na lugha, hata kama analala kwa mkesha peke yake, hata kama anaomba na tena sasa mapepo inatoka. Sasa huyo hakuna mtu ambaye anaweza kuwa amehesabiwa kuwa mwenye haki kama ameweza kutimiza sheria. Sababu nikwambie ya kwamba sheria hazikukuja zifanywe, zilikuja sasa zifufue zile dhambi. Sheria za Mungu hazikutolewa zifanywe na zifuatwe. Wacha nitakwambia baadaye na utakuja uweze kujua. Sasa kama mmoja aliweza kuleta uzima katika dunia hii, hivyo ndivyo mmoja alileta kifo katika ulimwengu wote. Sasa wewe mwenyewe uko wapi? Wewe mwenyewe unakataa yule alileta haki na katika maisha ya milele wewe unamkataa sababu ya dhambi na sababu zako. Lakini sasa hauwezi kujizuia kwa tabia za mmoja aliyeleta kifo, na unafanya zile dhambi alikatazwa unazifanya. Sasa ile kifo aliogopa, hata nalo unakiogopa. Sasa tufanye aje basi? Wale watafaidika na huyu Yesu. Sasa ni kizazi hiki kingine ambacho kwamba kinakuja. Wale wanazaliwa katika saa hii, wale kama umefikisha miaka 20 kwenda juu, ujue sasa hii inaweza kufaidi kama utaamini, ama ikose kukufaidi kama utaamini. Lakini wale wanazaliwa sasa mpaka miaka 20, sasa hapo ndipo sasa watapata injili. Kama sisi tulifuata katika mambo ambayo ni ya sheria na tukaona ni kamili na tukaamini, sababu tulifundishwa na wazazi wetu na tukaambiwa wenye dhambi, kama tunaamini vile na hatuwezi tukakubali mwingine akuja atufundishe mambo mengine tofauti, sababu tulifundishwa na wazazi wetu. Hivyo ndivyo basi watoto wetu watakuja wafundishwe mambo ya Yesu Kristo, mambo ya haki, mambo ya utakatifu kama
na kipawa, hao ndio wataingia. Lakini sisi lazima tuchague. Sasa tuseme ndio ama tuseme la. Wala hawataweza kuchagua, hawatakuwa na hiyo sasa wakati wakachukua kuchagua, kama vile sasa wale wa kwanza wakati wa Adamu akina Cain na Abel hawakuwa na choice ya kuchagua kama ni wa kifo ama kama ni wa adhabu. Walizaliwa wakiwa wenye dhambi, hawakuwa na jambo la kuchagua. Lakini hivyo ndivyo basi hata nasi wale walipata, wakaambiwa na Mungu na wakaamrishwa muweze sasa kutoa ile mbuzi ifunike dhambi zenu. Wao hawakujizuia. Sababu hivyo ndivyo Mungu ameweza kufanya kwa kila kizazi kilikuwa katika maisha yale. Na hivyo ndivyo basi nasi wale ambao waliambiwa wamuogope Mungu, sasa hata nao hawakuwa na namna ila tu kukubali. Na tena sasa hata nasi hivyo ndivyo sasa tulivyo. Kuna wengine ambao kwamba walikuwa na wakamuona Bwana Yesu wakati Yesu alikufa. Hiyo generation ya kina mitume sasa wao waliamini Bwana Yesu, na wengi waliamini. Hebu soma Biblia, akaunti yao na habari yao imeandikwa, na wengi walimwamini Bwana Yesu na namba ya kanisa likaongezeka. Lakini sasa sisi tukakuja sasa tukafundishwa na shetani akatoa, sababu walipigana usiku na mchana ili watu waache kuokoka, waache kumwamini Bwana Yesu, warudi katika sheria za Mungu, sababu wanajua hapa ndipo watakufia. Hivyo ndivyo sasa inafanya shetani anang'ana usiku na mchana. Lakini sasa wewe uko ni nani sasa? Wewe ni nani ambaye unasema unajua sana? Sasa ndio maana hata nikikwambia habari ambayo sasa ni ya kweli hauwezi, sababu unachagua ujue kama ni ya kweli, kama nitatenda miujiza. Hata nikitenda miujiza saa hii sasa miujiza imekuwa ni uongo. Hata nikifanya nitasema ninatumia mapepo. Hata sasa nikukwambia ukweli tena basi utasema mimi nadanganya, sababu kila unajua utimize sheria za Mungu, amri za Mungu 10, ujitakase na utubu dhambi zako, Mungu atakusamehe. Siwezi nikakudanganya. Lakini wacha nikwambie sasa uko katika hicho kizazi, sisi sote ujue sasa bado tunazeeka. Usipo sasa gairi sasa hiyo mwenendo wako, gairi sasa hiyo imani yako na tamaduni na tabia zile ulifundishwa na zile sheria uliwekewa, wacha nikwambie miaka inakuja na utakufa. Lakini mahali ambapo kwamba wakati utahesabiwa katika makosa yako, wewe haitabidi kwamba uingie mbinguni, sababu ule wakati ulifuata sheria Yesu alikuwa pale. Lakini wewe ulichagua badala umfuate Yesu na imani, wewe ulifuata sheria kwa matendo. Na kwa hiyo sasa ukasema kama Mungu hataona matendo yako mazuri ati hata kubariki. Hivyo ndivyo tulivyo. Lakini mimi nitakuwa mtu ambaye anaongea uongo. Wengine walikuja wakaanza sasa, kila mtu nilisikia akisema ati wachungaji wa siku ya leo ati wahubiri ukweli. Lakini sasa yule mtu ambaye anajua kwa kuhubiri ukweli, badala yeye mwenyewe aende asimame ahubiri ukweli, anahukumu wale ambao kwamba hawahubiri ukweli. Hata naye atakana kwamba anasema ukweli uhubiriwe, hajui ukweli. Sasa ulikuwa unaomba kila siku ati Mungu aweze kutoa watu wake ambao wataongea ukweli. Sasa mimi ninakwambia ukweli, lakini bado hauko tayari kuamini, sababu hujawahi kuwa ujue ukweli. Lakini sasa niseme aje, sababu nataka nikupie changamoto ili sasa uweze kuona, ili sasa uweze kuangalia. Hebu sasa angalia, hata kanisa linahukumu watoto na unampeleka mtoto kwa kanisa, na tena sasa unasema kama mtoto wako anadanganya, wewe sasa umjihadhari sana na umuondoe sana. Sasa angalia sasa, kama hiyo ni sheria unasoma pale, inasoma mpaka mtoto wa Sunday school ati ni wa jehanamu, mtoto mdogo na mama yake Hivyo ndivyo sasa mfano wakati walishika mama ambaye sasa alikuwa ameshikwa katika umalaya. Biblia inatuambia vizuri sana, walimwambia Musa, alituambia tukipata mama kama huyu tunampiga mawe, wewe utasema aje? Musa alituambia tumpige. Sasa wewe Yesu ambaye unasema ni neema ati ni wokovu, wewe utasema aje? Na ndio maana Biblia inatuambia yule ambaye hana makosa akuwe wa kwanza kumgonga na mawe. Kutoka yule mkubwa mpaka yule mtogo waliacha mawe wakaenda zao. Mama yule aliambiwa enda na usirudi kufanya dhambi tena. Kwa hiyo sasa aliambiwa usirudi kwa hao watu, sababu ukienda kanisa na hekalu mahali hao watu wanafundisha, sasa kila wakati utakuwa mwenye dhambi. Kwa hiyo sasa kama hutaki kuwa mwenye dhambi,
sababu nimekusamehea. Usiende kwa hekalu, sababu utapata Wafarisayo, utapata Wasadukayo na makuhani wa Mungu, na watakufundisha sheria za Mungu, na wakikufundisha watajua wewe ni mwenye dhambi. Hata kama ni wewe Yesu, ungetuma mtu mshirika wako huko. Na ndio maana aliwaambia vile akiwa na ujasiri, sababu anajua kwamba mwana wa Mungu akikuweka huru, utakuwa huru kweli kweli. Na kwa hiyo sasa basi nikwambie, huyu mama hakuenda kanisani katika siku ya Sabato, sababu alijua kwamba Yesu ameniokoa. Yesu ndiye mwokozi wa maisha yangu. Lakini sasa pia vita ikawa nyingi, na tena sasa pia hukumu ikawa nyingi juu ya yule mama. Anasema ameokolewa, anasema ati ameokoka, anasema ati kwamba ati anamcha Mungu, anaogopa Mungu. Sasa kwa nini hakujagi kanisani? Basi alete sadaka zake, alete dhabihu zake, na tena sasa ati siku ya Sabato ile jambo ambalo kwamba walikuwa wajui ni Mungu alikuwa ameamurisha wewe wanafanya vile, na wewe wanaenda pale, ni ilikuwa ni na Mungu. Lakini wakati ukafika akamtoa mwanawe pekee. Sasa kama Mungu ndiye aliweza kuleta sheria, sasa hivyo ndivyo na wakati huu ametoa mwanawe pekee ili sasa hawa wafuatwe kama vile sasa sheria zake zilikuwa zinafuatwa. Sasa wewe utachagua nani? Utapenda kwa sheria ama utapenda kwa Yesu? Lakini sasa hatutaki, hiyo ni uongo, tunadanganya. Wanadamu wanataka tukufe. Wacha nikwambie, hiyo ndio nia nilikwambia. Wewe ni mwenye dhambi, ulizaliwa ukiwa mwenye dhambi, na ndio maana hata ukijizuia usiku na mchana unapata ya kwamba yale matendo makubwa umefanya ni ya dhambi. Na huwezi ukasema ati wewe ni mchungaji, hauwezi ukasema ati wewe ni mwombezi, hauwezi ukasema ati kwamba wewe ni mwokoka, hauwezi ukasema ya kwamba ati wewe ni mwenye dhambi. Lazima utafanya, sababu wewe hivyo ndivyo ulivyo. Lakini utasaidiwa na nani? Ukweli ulitamani sana kusikia, saa hii hutaki kusikia, sababu ni uongo kwako. Wewe ni mwanadamu, hauwezi ukajizuia katika uovu wowote, hauwezi ukajizuia katika wokovu wowote, katika tabia, na hauwezi ukajizuia. Lakini sasa nimekuambia ya kwamba Yesu wakati alikuja, wanadamu wanapokea haki ama utakatifu bila sasa kwa hiari yao, sababu ni kipawa, sababu ni kipawa cha Mungu. Biblia inasema vile, si mshahara. Mtu akitimiza sheria anapewa mshahara. Mshahara wa dhambi ni nini? Ni mauti. Sasa wenye dhambi walikuja kulipwa mshahara wa dhambi zao. Kumaanisha aje? Waliletewa sheria. Hiyo ndio hukumu ambayo sasa waliletewa. Wakajua ya kwamba mimi nimeasi, nimefanya kinyume, sasa wacha nikakufe. Mungu amenihukumu kwa haki. Lakini kabla afanye vile, akamtoa mwanawe pekee. Kwa wale ambao walikuwa ni wenye dhambi, wale walikuwa wanafuata sheria za Mungu, kabla wakufe, sasa Yesu akaweza kuwaokoa. Nasema wangeweza kujizuia kifo, nasema hawataweza kujizuia kurithi ufalme wa mbinguni. Na nikakwambia kuokoka si lazima. Kuna wale wamezaliwa wa kwenda mbinguni, na kuna wale wamezaliwa wa kwenda kuzimu. Wale wa kuzimu watakataa, hata kana kwamba watakuwa wanaona na macho na wanasikia kwa macho, sababu wamefungwa kujua, sababu wako na macho hawaoni, na wako na masikio na hawasikii. Lakini kuna wengine hata kana kwamba wao hawatafanya jambo, hata kana kwamba watakuwa katikati ya kufanya jambo, Mungu anaweza kuwabariki, wao watabadilika na watasema wacha nirudi kwa baba yangu. Na hivyo sasa hapo ndipo wataweza kuokoka. Kama wale wa kwanza hawataweza kujizuia kifo, hawa wa pili hawataweza kujizuia utakatifu ambao sasa ni haki ya Mungu, ambayo ni kipawa cha Mungu. Sasa nikuambia aje, sasa utachagua nini? Utakwama kwa Mungu wako ama utakwama kwa Mungu akuachilie na akufungue uende ukampokee Bwana Yesu, ukaurithi ufalme wa mbinguni. Dunia hii tutakuheshimu na tena tutakuinamia kwa wakati, lakini wakati utakufa. Sasa pale tunasema Maavira alikuwa tajiri mkubwa, sasa hii mali yake ameacha, akawacha watoto wake na shida. Sasa hiyo sasa tuwaongea hivi, sasa hatutaki kuongea ili sasa uchitukufunge na utupeleke jehanamu ama gerezani ama usitulaani. Ndio maana tunakuheshimu na ndio maana tunanyamaza. Lakini angalia maisha yako, ni nani yule ambaye atakubali kwenda pale chini afuate Mungu, ili sasa akubali kipawa cha Mungu ambacho ni
ni haki na utakatifu. Wewe mwenyewe ukikataa utatafuta utakatifu na hautaupata, lakini sasa ukikubali Mungu utaweza kuleta Bwana Yesu, utaweza kupata utakatifu ulio kamili ambao sasa Mungu anapenda. Na wakati wowote ukiwa mtakatifu utamuita na ataitika. Ukikataa kupatiwa ule ndiga haki ama utakatifu, utaishi kutafuta utakatifu kila wakati. Utakuwa unanung'unika ukiambia Mungu, na vile nimekufanyia hii, na vile nimetenda hivi, na vile nilifanya vile, sababu ulikuwa unafikiria kutenda vile ni mtakatifu. Na sasa itafanya Mungu aweze kukubariki. Na vile ulikuwa unaombea ulimwengu na washirika na serikali na fanya nini na kufunga, hapa ndipo utajua ya kwamba kufunga kwako hakuna maana. Hapa ndipo utajua sadaka zako hazina maana. Hapa ndipo utajua kwenda na kutii na tena sasa kufuata sheria za Mungu hakuna maana. Ikiwa sasa Yesu amesimama, hizo zingine zote hazina maana. Sababu Paulo nikwambie, alikuwa mwanafunzi mkamilifu, alikuwa anafundishwa katika sinagogi mambo ya sheria, na tena sasa aende akaweza kufundisha wengine. Lakini akakuja akapatana na Bwana Yesu, akafunuliwa kujua ukweli na tena kujua haki ya Mungu na utakatifu. Sasa akasema, sasa mimi nitafuata Yesu na nitamuinua na nitamhubiri, nitamtangaza kila mahali, katika gerezani na katika masoko, katika njia zote. Lakini akaulizwa, na hizi mambo mengine ulikuwa unasomea vile unaweza fanya vile Mungu anapenda, vile Mungu anafanya, Mungu akubariki, itakuaje? Alisema ya kwamba anaifanya bure, anaifanya kama mafi yake. Hivyo ndivyo Biblia inasema, sababu haina maana tena. Sababu alikuwa anafikiria, ninasoma usiku na mchana ili siku moja nikafundisha watu kumcha Mungu na kumwogopa Mungu. Hivyo ndivyo sasa. Lakini akakuja akafunuliwa jambo lingine ambalo hakujua, hakufundishwa pale katika sinagogi, na wanafunzi na makuhani hawakumwambia mambo ya haki ya Mungu, mambo ya utakatifu wa Mungu ambayo sasa ni kipawa. Sasa wewe uliambiwa vile unaweza toa sadaka ambayo sasa inakuuma, vile sasa unaweza kwenda siku ya Sabato, vile unaweza tubu dhambi zako. Lakini kuna jambo moja ambalo haukuambiwa sasa kuhusu, ambayo ni haki ya Mungu na utakatifu wake, ambayo sasa umepewa ama unatoka kuamini Bwana Yesu. Wewe ulisikia habari ya Bwana Yesu, ukaambiwa Yesu ni Mungu, na kama ni Mungu wewe mwenyewe hakuwa na dhambi. Sasa wewe hata nawe kama wewe ni mwana wa Mungu haufai kuwa na dhambi. Na kama unajipata ya kwamba wewe mwenyewe atuko na dhambi, uombe Mungu na tena sasa utubu zingine umefanya, na tena umuombe akusaidie ya kwamba kufanya mapenzi yake. Na kama umefanya mapenzi yake hautakuwa mwenye dhambi. Lakini sasa hiyo ni uongo mtupu. Na vile sasa ulipandwa na mtu ambaye hajui ukweli. Lakini sababu ilikuwa ni wakati wake, yeye mwenyewe alijua mambo ya dhambi na mambo ya sheria, akakataa kusimamia. Sasa alipodhani ya kwamba anaweza hubiri utakatifu na anaweza hubiri mambo ya sheria na kifo, hawezi. Kinywa ambaye mtikakwambia sasa mtu ambaye ni wa mchunga hawezi kuzaa mbingu, na maskini lazima tabia zako zienende na tabia zako. Lakini sasa kila unakiri lazima kitembee na tabia zako. Hivyo ndivyo sasa ilivyo. Sasa ni nani ambaye basi ambaye sasa hakuwa anajua ukweli? Sahihi amejua. Kama utamkataa, lakini utamkataa kwa nini? Kabla uabudu. Sasa ukiambiwa utakataa, hapo ndipo sasa wewe mwenyewe utakuwa umejitia kitanzi, na tena sasa utakufa na utaenda jehanamu. Pale hautajizuia, pale sasa hautakuwa na nguvu. Sababu gani? Sababu umeambiwa sasa mambo ambayo iletao kifo ndio hii, ni dhambi. Sasa ile inafufua dhambi, sasa ndio hii. Sasa nataka utoke hapa ili sasa nikupeleke pale, nikupatie msaada ambao ni wa haki. Sasa wewe na akili zako unakataa. Hivyo ndivyo sasa Mungu alitamani kukuokoa, lakini ulikataa. Hivyo ndivyo sasa Mungu anataka kuokoa this generation, lakini hawataki. Sababu wanashindwa. Niache kazi ya Mungu, niache utumishi wa Mungu, niache nini? Niache sheria za Mungu, niache kwenda kanisani, niache sijui kumtumikia Mungu. Sasa si nitakufa. Wacha nikwambie venye unatumikia Mungu sahihi, ujue wewe ni mwenye dhambi, na ndio maana kila siku unatubu dhambi zako. Lakini sasa kama unasema unampenda Mungu, wakati anataka kukuokoa unakataa kwa nini?
Sikumaanisha vile ya kwamba yule anatawala ndani ya maisha yako si roho wa Mungu na si Mungu, lakini ni shetani. Wacha sasa usinipige mawe, nitakusomea usikie vile sasa waliweza kujibiwa, nami nitakujibu. Sababu wewe unashangaa kwa nini nasema ati wewe ni wa shetani. Wewe haujui venye ulitendeka, sababu unaamini Bwana Yesu, unaamini kuna Mungu. Wote waliamini, hata mapepo na shetani mwenyewe anajua kuna shetani na kuna Mungu, na anatetemeka wakati anasikia jina lake likitajwa. Sasa tuseme basi aje mstari wa 18, basi tena kama kwa kosa moja watu wote walihukumiwa adhabu, kadhalika kwa tendo moja la haki watu wote walihesabiwa haki wewe nzima. Hivyo ndivyo basi watu tena kama makosa moja watu wote hukumiwa adhabu, kadhalika kwa tendo moja la haki watu wote walihesabiwa haki. Hiyo nimesema ya kwamba kama vile sasa tuliitwa na dhambi, sababu tulizaliwa na mwenye dhambi, hivyo ndivyo basi tutaitwa watakatifu sababu ya kuzaliwa na mmoja ambaye ni Bwana Yesu. Yule ambaye anamwamini Bwana Yesu, Mungu anampatia haki ya kuwa mtoto wake, ama anazaliwa mara ya pili. Si ile ya kwanza ulizaliwa na mwanadamu ukawa mwenye dhambi. Sasa napo hapa unazaliwa na Yesu, unakuwa mtakatifu sababu wewe mwenyewe ni mtoto wake. Si mtoto wako anakuwa mnafanana na wewe. Na nasikia wanaume wengine wakati wanaangalia sura ya mtoto wanaona si vile wanafanana, vita inaanza pale. Lakini wakiangalia sura wananyamaza na wanafurahia na wanaelewa yule mtoto na furaha kubwa na furaha nyingi. Na hivyo ndivyo basi hata Yesu na Mungu anatuangalia, akiona tabia, akiona sura yetu zinafanana, yeye mwenyewe anafanya amani na sisi. Hakuna magonjwa, hakuna shida, hakuna sasa maumivu, lakini yeye mwenyewe anakuja anatuisha wakati ambapo kwamba tunapitia katika magumu. Lakini sasa wakati anaangalia, tunamwita Mungu, tunamwita Yesu, lakini tabia zetu hazilingani na vile ambavyo kwamba anataka. Ni kama vile nakupatia mfano, wewe unakiri Bwana Yesu lakini unatubu dhambi zako. Hivyo inaonyesha ya kwamba ni kweli na ni vizuri, sababu Yesu lazima ukiri jina lake, lakini tabia hazifanani. Sababu gani? Sababu hiyo Yesu akuwe mkamilifu ndani ya maisha yako, lazima sasa akuwe ndiye alikufa sababu ya dhambi zako. Na kama alikufa sababu ya dhambi zako, wewe kwa nini umwambie juu ya dhambi zako badala sasa wewe umuitishe kile unataka ama umwabudu sababu ya kukusamehe na kukufa sababu ya dhambi zako? Alikukomboa wapi? Katika mikono ya shetani. Lakini kama hautajua vile, ndio maana unaenda kila siku ukifanya dhambi na unakiri Yesu. Sababu yule ambaye anatawala maisha yako si Yesu yule unakiri, lakini ni shetani yule ambaye haukiri na yule ambaye haupendi. Hivyo ndivyo sasa waliishi katika ulimwengu huu, lakini kifo kikatawala maisha yao. Ni kweli walipenda maisha, lakini kifo kiliweza kuwazuia. Hivyo sasa hapo wana nguvu na mamlaka. The same, hivyo ndivyo sasa tutaweza kukua na dhambi, lakini sasa badala ya kifo itawala maisha yetu, roho ya Mungu na uzima na haki itatawala. Hivyo tutajizuia aje? Hiyo ni kwa njia ya kuzaliwa. Lakini kama ni utumishi, kama vile nilikwambia, haitawezekana upende wala usipende. Lakini sasa mimi nakusaidia tu, ni changamoto pia mimi nakupatia, sababu najua yale unapitia imepita, na tena sasa imekataa maombi, imekataa sadaka zako, imekataa miaka yako, imekataa pesa yako, imekataa sasa ile hekima uko nayo imezidi, sababu shida zimezidi katika wale ambao ni wasomi, imezidi wachawi, imezidi wazee wa vijiji na wale ambao ni wa vikundi, imewazidi sasa. Sababu makosa, hakuna mtu ambaye alisimama na akasema sasa tumepata ambaye sasa ni mwenye haki. Yote imezidi. Hata wewe mwenyewe wala mwenye kunapitia, ni kweli uko na kila kitu, lakini kuna uoga ambao sasa unaogopa wa kukufa. Kila mtu anaogopa kifo, lakini wakati unaambiwa ujizuie, wewe mwenyewe hautaki. Unafikiria utatubiwa vibaya, ama utadanganywa, ama utaitishwa sadaka, ama watoto wako utaitishwa. Mungu hataki vile. Sisi sote ni wa shetani, anataka atukomboe sababu nia yake, alipenda kila mtu akuwe wake. Sababu nilikwambia yule
Angalia jambo moja ambalo lilifanya Mungu aumbe mwanadamu ambao ni Adamu, na akaumba Eva. Alikuwa anajua ya kwamba watazaa na wajaza ulimwengu, na hivyo ndivyo aliambiwa. Lakini sasa atakana kwamba walijaza watoto katika ulimwengu, walijaza watoto ambao ni wenye dhambi. Na ndio maana watoto wadogo hawajui dhambi, wanafanya dhambi. Sasa sisi tunajua dhambi ni kwa nini? Sababu kwa sheria ya Mungu wetu ambayo sasa tunatumikia, tunaambiwa tusidanganye, tunaambiwa tusikule sukari, tunaambiwa tutii mama yetu. Lakini wakati mtoto anakurudishia, unasema ya kwamba nani alikufundisha vile? Sasa hiyo inakuwa makosa kwa mtoto wako. Kwa nini? Sababu wewe mama ama wewe baba umekatazwa kufanya vile na Mungu wako. Sasa tutazizuia aje? Unajua yule mtoto atakufa. Na ndio maana wakati shetani anamchukua, wale anaona ya kwamba umeomoa, sababu anajua ni wake. Hapa anapata faida. Sababu gani? Anafanya injili yake, anafanya ibada yake. Na nikwambie jambo moja, ni vigumu sana kusikia shetani ako na kanisa mahali. Hata kama unasikia kuna kuanga, haujui mahali uko hapo. Hauwezi ukasikia kwamba unaweza weka klabu hapa na niweke kanisa hapo nyuma, watu wote waingie kwa klabu lakini wasiingie kwa kanisa. Sababu pale ndipo wanaelewa. Sababu katika baba yao ako pale, sasa tabia zake ziko pale. Sasa ndio maana unaona wengine wanakuja sasa wanasema mambo ya ulimwengu, wengi wanafurika pale. Lakini yule ambaye anatangaza injili ya kweli hauwezi kuokoana watu pale. Sababu gani? Sababu mtu anafuata baba yake, anafuata sura yake. Nasema nilikuwa nakwambia, baba yangu akikuja hapa nitamfuata, wewe hautamfuata sababu si baba yako. Hivyo ndivyo hatuwezi tukajizuia, tunafuata mambo ya sarakasi, tunaunganika pale. Lakini sasa tunashangaa, sasa kwa nini tumeunganika pale na kanisa hatuendi? Unaona ya kwamba vilabu zinajaa lakini kanisa hakuna, watu ambao wanahubiri takatifu hakuna. Sasa unaona watu ambao sasa wanaweka kanisa, wanayaapa ya kwamba atuwatafundisha sheria za Mungu. Shetani anapeleka watoto wake pale, sababu wanajua wakienda pale wahubiriwe na wafundishwe, sheria isomwe, wote watakufa sababu ni wake na sababu ni wenye dhambi. Sasa pale utasikia kwamba wengi badala wakiri Yesu wanakiri Mungu. Mungu mgani? Mungu wao ambaye ni shetani. Lakini tuseme aje? Sababu mtanipiga na mawe, sababu naoneshana na ninafunua. Hiyo sasa siwezi nikapendeka, lakini sasa hiyo ni kweli. Hebu fuata na uangalie kwa umakini, sababu unajua kile ambacho kwamba unataka kukiri na kile ambacho kwamba ungependa kukiri sicho ambacho kwamba unakiri, lakini kile ambacho kwamba hutaki kukiri hicho ndicho unakiri. Lakini kwa si kwa nguvu ama kwa uwezo wako. Lakini sasa tuseme aje? Wewe ni wa shetani. Hata ukijizuia imani yako na unakiri, lakini kama uko pale ujua imani ambayo sasa tunasema ni imani haikuwa imekuja, sababu imani imekuja kwa kuhubiriwa kwa Bwana Yesu aliye kamili kwa kizazi hiki. Lakini tuseme aje basi? Siwache nikuache mtu akae vile anajua ama vile alifundishwa, sababu siku bado tunahesabu, siku bado tunahesabu. 18 ndio tunasoma. Basi tena kama kwa kosa moja watu wote walihukumiwa adhabu, kadhalika kwa matendo moja la haki watu wote walihesabiwa haki yenye uzima. Kwa hivyo sasa hivyo ndivyo basi, na Biblia imeweka wazi. Hivyo basi imeweka wazi kanisa ambalo kwamba linakiri kifo ni wale wanakiri ambazo kwamba sheria za Mungu, sheria za Musa, Mungu anataka tufanye vile, wanajaribu kufanya. Pale ndipo wengi wanakufa, sababu kile kinatawala ni dhambi katika maisha yao. Na kama inakiri mshahara wa dhambi ni nini? Ni mauti. Lakini wale ambao wako katika Kristo, wale wamesikia habari yake, wakaenda pale sababu wameamini, si sababu ni sheria kama ile waliokewa kwanza. Hapana, wameenda pale sababu wameamini ya kwamba Yesu ndiye mtakatifu, ndiye mkamilifu, kwa wakati huo waweze kumfuata. Hao ndio sasa wanakiri mtakatifu kama kipawa, wanasema we are the righteousness of God in Christ. Wala wanasema sisi ni watakatifu wa Mungu katika Kristo. Hao ndio wameunganika. Lakini kuna wengine ambao sasa wanaamini Yesu ni Mungu, wanaenda pale wanakiri dhambi zao kwa jina la Yesu.
Yesu asamehe. Lakini nirudie hiyo sababu inastahili. Biblia inasema ya kwamba ati wale ambao wamesamehewa, wale ambao wamemwamini Yesu kama mwokozi wa maisha yao, mahali popote wanaunganika kama ushirika ama kama kanisa, wanasema sisi ni watakatifu wa Mungu katika Kristo. Sababu walitupatia utakatifu. Lakini lile kanisa la kwanza ambalo halijui na wale ambao walikataa, wakati wanaunganika pale, wao wanakiri dhambi katika jina la Yesu, wasamehewe. Hiyo ndio tofauti. Lakini wanaunganika pale, lakini wengi wanavunjika moyo. Ukiona katika pale, wanatoka pale na woga. Ukisema ya kwamba vile ulifanya utakufa, unaambiwa na unahakikishiwa ati wewe ni wa jehanamu. Ukiacha dhambi, ukikataa kuacha dhambi, utaenda jehanamu. Ukitoka katika ile kanisa, hakujajengeka katika moyo wako, unatoka na woga. Lakini sasa mahali utaenda pale, utaenda wapi? Sasa tuangalie walevi na wezi, ya kwamba hawawezi wakakuja pale tuseme ati ni wa kuzimu. Wacha nikwambie, afadhali mlevi kuliko yule ambaye anasema ati yeye ni mtakatifu, ama yeye ni mwenye dhambi na anakiri dhambi zake. Sababu yule ambaye ni mlevi hajasikia injili, lakini wewe unasema ulisikia, lakini ukasikia vibaya. Wewe mwenyewe utapata yale matendo ambayo sasa ndio maana wengine wananugunika. Sijui kama ushaifika pale na unajiuliza kwa nini watu ambao ni wenye dhambi ndio wanaonekana wako na maisha mazuri, lakini wewe ambao unamcha Mungu ni kama unateseka. Si tunafika pale, lakini sasa hiyo tunanyamaza tu. Lakini tukifika mbele za Mungu na wanadamu, tunajifanya vile sisi ni watakatifu sana na sisi ni wazuri sana. Lakini tukisikia katika tabia, tunaona ya kwamba kuna mahali kuna makosa. Lakini sasa tutanganye nani? Tudanganye shetani? Hapana, shetani anajua ndiye anatudanganya. Tudanganye Mungu? Hapana, Mungu anajua na ndio maana anachagua ukweli. Tudanganye wanadamu? Sababu hawajui, sababu hata nasi hatujui. Ndio maana anauliza, kipofu wataongoza kipofu wache, na wote wataanguka katika shimo. Sasa mtu ambaye akuje aseme mimi ni mchungaji, mimi najizuia kufanya dhambi, unadhani washirika wake watafanya aje? Ikiwa mimi ni mtu ambaye anajua Mungu, najua neno, najua Biblia, najua sasa naomba, najipeleka mbele za Mungu, mimi natubu dhambi zangu, sasa nipate washirika 100, sasa si wao ni wa kuzimu mara 2 hata kuliko mimi. Si afadhali msingeitwa mchungaji ili sasa nisikue na mshirika mmoja, ili sasa nao waweze kwenda kwa mwingine wakati Yesu anakuja, wale ambao ni washuhuda wake wakuja watangaze injili ambayo sasa ni ya kweli. Hao watu 100 waende wamwamini yule ambaye sasa atawaokoa, badala mimi niwaongoze na sina utakatifu, lakini niwaambie vile tutatafuta utakatifu na matendo yetu na sadaka zetu na kukiri kwetu. Sasa unaona aje hapo? Hata kama ni wewe, afadhali mimi ningenyenyekea niache kuitwa mtumishi, ili sasa hao washirika wangekuwa wangu waende sasa wachukuliwe na Yesu. Bana sasa mimi nikuwe ati mimi mtumishi wa Mungu, na sasa mimi nipetiwe ile sheria na hukumu iende iwe watu ambao ni 100 ambao hawakustahili kwenda kuzimu. Afadhali tufanye vile. Lakini ni nani huyu ambaye ataweza kunyenyekea? Lakini nikisema hapa ya kwamba ati wewe mwenyewe haufai kuniita mtu ama uniita kiongozi, sababu mmoja ni Yesu Kristo ambaye anakuambia habari yake. Ukiamini maneno yangu utaenda kwake, utakuja kwangu. Ndio sasa mfano. Lakini sasa ukitoka katika kanisa la Kristo na wamejianzishia, hapa ndipo inamaanisha ya kwamba unatoka kila wakati na amani, sababu Roho Mtakatifu anawakumbusha nilikufa kwa maisha yenu, msiogope. Amani inaingia. Roho Mtakatifu mnanena na lugha ambayo kwamba inatia nguvu mioyo yenu. Sasa ukitoka kanisa lile ambalo ni la Kristo, unatoka na amani na tumaini ya kwamba mimi nilishinda, nimekumbushwa, sitaenda kushinda. Wala wengine ambao ndio hili lingine wanaenda sasa na nguvu na tumaini, wacha niende nitafute pesa na nipelekee mkoani, nichangie Mungu madhabahu na sijui nifanye nini, ili sasa upate usikufe. Lakini tuseme basi aje. Sijui kama unanielewa. Sijui kama unashika kitu pale. Hiyo sasa usi mapenzi yako, hiyo ni mapenzi ya Mungu. Anataka wewe mwenyewe ili sasa uamini, ukaokoke. Sababu hataki ukakufe. Sababu ukimkataa wewe ni wakukufa. Lakini anajua vile. Lakini sababu wewe hutaki na wewe mwenyewe haujui, ndio maana unakataa. Lakini unakufa. Lakini hatusemi na hatuna nguvu na hatuwezi tukakusaidia. Ati kwa sababu
kama kwa kuasi kwake mtu mmoja watu wengi waliingizwa katika hali ya wenye dhambi, kadhalika kwa kutii kwake mmoja watu wengi wameingizwa katika hali ya wenye haki. Hebu Biblia inaweka wazi basi, inasema vizuri sana. Mmoja alifanya watu waingie katika kuasi na katika kifo, kwa sababu kama kuasi kwake mtu mmoja watu wengi waliingizwa katika hali ya wenye dhambi. Sisi sote tunaitwa wenye dhambi sababu tulizaliwa na bado. Basi kadhalika kwa kutii kwake mmoja watu wengi wameingizwa katika hali ya wenye haki. Wale ambao walizaliwa na ambao kwamba ni Adamu, hao ni wenye dhambi. Wale wamezaliwa na Kristo, hao ni watakatifu na ni wenye haki. Sasa kuzaliwa, wewe hauna mamlaka na hauna sasa nguvu na hauna jambo unaweza penda. Kama ni Yesu, wewe ni mtakatifu. Kama hujakatii Yesu, wewe ni mwenye dhambi. Kama wewe ni mwenye dhambi, jehanamu ambayo haungependa. Sasa kama wewe umeokoka katika maisha ambayo sasa ni utakatifu, na baadaye mbinguni utaingia. Sasa tufanye basi aje? Tuhubiri utakatifu ama tuhubiri Yesu ambaye sasa ni kipawa cha Mungu ambacho kwamba ni utakatifu mwenyewe? Tumkubali Bwana Yesu. Huyo mimi nitachagua, na kama utachagua mimi nitachagua, na kama utachagua mimi nitakwambia chagua, sababu huyo ndio Mungu kwa wakati huu ameachilia. Lakini sheria iliingia ili kosa lile liwe kubwa sana, na dhambi ipozidi neema ilikuwa nyingi zaidi. Sasa sheria, hebu nikuambia mstari wa 20, Biblia imesema vizuri sana. Sheria haikukuja watu watimize. Musa hakuleta sheria watu waifuate. Musa hakuleta sheria ya Mungu ama 10 commandments wanadamu wafanye, wanadamu wafuate. Hebu nikwambie, ikiwa walikuwa Waisraeli, ikiwa walikuwa wameteuliwa na Mungu, Mungu hakuwaletea ile sheria ama 10 ama sheria za Mungu ama Tora wale wanaelewa ili wanadamu wafanye. Biblia imetuambia nia yake ilikuwa sasa ifufue na ionyeshe dhambi ni nini. Sasa ilipatiwa wanadamu ambao ni wenye dhambi. Sasa wakati sheria ilikuja, wakajua wote ni wenye dhambi. Kila mtu akaanza kulia. Kila mtu ambaye badala sasa abende kwa Mungu, sasa akaanza kukufa. Na sasa pale wengine walikuwa wameinamia ile sanamu na wakamechezea, lakini hawakukufa sababu hakukuwa na sheria. Ilikuwa inasema usiinamie Mungu mwingine. Lakini wakati sheria ilikuja, sasa makosa ya kuinamia Mungu mwingine ikakuwa makosa. Hapo sasa ikaoneshana ya kwamba watu 3,000 wakakufa. Wacha nikwambie, sasa hapo ndipo wengine ambao wanapenda sasa kuishi maisha mazuri wanapeleka watoto, lakini wengi wanakufa. Lakini sababu gani? Sababu sheria ilikuja si watu wafanye, lakini ni wajue ya kwamba ni wenye dhambi. Na kama wao ni wenye dhambi wakijua, sasa watafute utakatifu, watafute yule ambaye atakufa kwa maisha yao. Sababu wao ni wenye dhambi, ndio wenye dhambi hawawezi ya kwamba kujizuia, lazima sasa waokolewe. Hapa ndipo wokovu basi unaingilia. Lakini kama haujui, unaona dhambi na unaona sheria ndio takatifu, na tunaidhamini na tena tuinue na tuhubiri tukidhani ya kwamba ati tunafanya jambo nzuri, ati tunaokoa watu wetu, ati tunaokoa waume wetu, ati tunaokoa wake wetu, na tunaokoa watoto wetu. Watakufa mmoja baada ya mwingine. Lakini sasa tutasema aje? Alikuwa ameokoka? Hapana, ndio maana amekufa. Sasa yule ambaye alikuwa mekanisani, tunasema kwamba unajua Mungu hawezi kumficha. Labda sasa huyo mtu ukiona amekufa, labda kuna tabia alikuwa nazo, sisi hatungejua. Sababu hata neno linasema atusifanye umalaya na usidanganye. Ndio maana Mungu ameumuua. Sasa pale hatuna hiari, hatuna kitu cha kufanya. Lakini sasa wakati tunaambiwa mambo ambayo ni utakatifu na mambo ambayo ni kweli, pale tunaweka tosi, pale tunaanza vita. Basi pengine sasa tunaanza kunungunika na tunaanza kujitenga, kama vile sasa Mungu ambaye sasa shetani alijitenga na Mungu na alitengwa na Mungu. Na wakati ambapo kwamba hii maneno ya haki hauwezi ukaielewa, lazima ujitenge. Lakini nikikuja hapa nikuitisha sadaka sababu umevunja sheria na nisome mistari yote ya sheria za Mungu, utasema amen mahali ulipo.
na uone ya kwamba ninahubiri vizuri, lakini kwa saa hii hauwezi ukanielewa sababu haya mambo huelewi. Lakini nikiongea mambo ya dhambi, hayo ndio unaelewa. Nikikukonya dhambi, hiyo ndio unaelewa, na unafikiria ni kama niko na Roho Mtakatifu. Sina, ni sheria ya Mungu ninatumia. Ndio sasa ninaongea yale unajua na yale unaelewa. Na hivyo basi ikasema ya kwamba Yesu alisema kuna watu wataweza kujichagulia viongozi, wale watawaambia vile ambavyo kwamba wanataka. Na ndio maana tunasikiza mchungaji tu, tukisikia yeye mwenyewe anahubiri na anakanya dhambi, tunaona ni kama mtakatifu sana, tunafurika pale. Shetani anafurahia sababu anajua atachukua mmoja baada ya mwingine. Usiende huko. Kama bado hujawai okoka, usiende kule. Kama unatamani siku moja kuokoka, usiende kule. Wewe kaa tu. Mungu ndiye ana haja ya kukuokoa kuliko vile wewe mwenyewe ungefikiria. Sisi tutakuja hapa tukusifu, lakini wewe mwenyewe nikwambie, Mungu ndiye ana mapenzi mazuri ya kukuokoa. Mimi kama mwanadamu, hata nikikwambia na kuombeanga, hata nikikwambia ukinipatia sadaka, mimi sina haja ya kukuokoa. Nataka kile utanipea. Lakini tufanye basi aje. Nakwambia kweli. Lakini kuna mambo ambayo hatutaweza kujizuia, kifo na dhambi. Hata ufanye aje, hata utubu dhambi zako, hata ufunge kukula na kukunywa, lazima utajipata unafanya dhambi. Na hiyo hakuna shetani, pale hakuna Mungu, pale ni wewe. Sababu ulizaliwa mpaka ujue ya kwamba, na usipofanya vile, wewe mwenyewe ujitie nguvu, useme mimi si mnoma sana, mimi siogopangi. Sasa pale unadanganyika, unaingizwa kanisani moja. Unaambiwa usiibe, usikunywe bangi, usikunywe pombe, usifanye umalaya. Pale sasa inaoneshana kwamba dhambi zako ndizo hizo. Hata nao unaanza kuziona. Badala wewe ukipata tumaini, unaanza kuogopa. Kama unaanza kuogopa nini? Unaanza kuogopa kifo. Sasa tuseme basi aje. Unasaidika kweli? Wewe mwenyewe jua Mungu anakupenda na ule upendo ambao hauwezi ukauelewa. Lakini ukikataa, lakini unashangaza zingine, ni nani atakayekataa? Ni nani yule ambaye anajua yote aweze kusema mimi nitaenda kufuata sheria za Mungu, sababu zilitiwa utakatifu na Musa akakuja nazo na akaleta nyumba ya Mungu wafundishwe watoto wao. Hiyo yote unajua na umesoma. Lakini nikwambie, inafufua dhambi ndani ya maisha yako. Na kama ulikuwa umeokoka na unamwamini Bwana Yesu, angalia siku moja wewe uliambiwa umeokoka, ukaamka asubuhi mapema na ukaenda kanisani, ukaapa ukasema sasa nitakuwa naenda naosha viti na tena naosha nyumba ya Mungu. Lakini wakati uendelea, ukamaliza mwaka mmoja, ukaambiwa usiimbe, kanisa lile ikaanza kukuhubiria usiimbe, usidanganye. Saa hii ukiambiwa uende kanisa yoyote hautaki. Sababu gani? Sababu wewe mwenyewe dhambi zilifufuliwa, zenye zilikuwa zimekufa. Ni kweli huko unajua. Na ndio maana nilikwambia wale waliokoka wa Mungu ama Yesu alisema wapelekwe mahali wafundishwe mambo ya wokovu. Kama vile sasa nimekuja hapa nimekufundisha, umekuja kuelewa vile wokovu unaingia, vile wokovu unakuja kwa mwanadamu. Sasa uko na ufahamu na umeelewa. Kuna wengine ambao sasa hawatasikia sababu sijaenda kwao. Wengine wanajua mimi ni mwenye dhambi, mchungaji wangu aliniambia, nabii wangu aliniambia, kiongozi wa dini aliniambia, sasa washirika aliniambia, Biblia inaniambia. Wewe unajua ni mwenye dhambi. Kila siku unaogopa. Ukisikia kama saa hii, ukisikia Yesu akapanda hii anakuja, utatoroka. Sababu gani? Sababu hutaki wakupate katika ile hali uliyoko. Sababu wewe unajua, ukisoma neno linakushuhudia. Ukisikia mchungaji amesimama amehubiri, anashuhudia ile moyo wako, anafufua dhambi. Kama mshahara wa dhambi ni mauti, sio ndio maana unaogopa. Yesu akisikuja saa hii, ili sasa hauwe. Lakini Yesu hataua, dhambi zitaua. Yesu hataua mtu, dhambi zitaua. Mungu hataua mtu, dhambi zitaua. Na ndio maana wale wataenda jehanamu wataenda wakiwa hai, wale wataenda mbinguni wataenda wakiwa hai. Kwa hivyo sasa Mungu usifikirie ataua, sababu mwanadamu amekufa. Tayari amekufa.
Ni vile sasa roho yako inakufa. Ni wakati tu, lakini wakati ambapo kwamba unakuja kwa Bwana Yesu, hiyo roho yako ambayo imekufa inafufuliwa, lakini akili zako zinakuonesha zinapungua, zinatembea. Lakini wacha nikwambie, kwa mahesabu ya Mungu anajua umekufa. Sababu ni mtu ambaye amezaliwa akiwa mwenye dhambi, hiyo ni mtu already amekufa. Ni vile wakati wake wa kuexpire utafika. Wewe ni mtu ambaye amekufa. Hebu angalia maisha yako katika mwili wako. Wewe huwezi ukajizuia. Wakati ulikuwa kijana ulikuwa unatimua mbio, sasa huwezi. The same man hawezi akakimbia. Hivyo ni kumaanisha aje? Hiyo huwezi ukajizuia, sababu ni hali ya maisha. Lakini hata nayo hii ambayo ni ya ufalme, hata hii hatutaweza kujizuia. Lakini sasa tuseme basi aje, Mungu anatupenda. Kama hatukujua vile, tungekufa, tudanganyiliwe, twende kanisani, tukisikia usifanye, sheria sifuatwe, sijui leteni sadaka, tulikuwa tunafikiria, tunahudumiwa mambo ya uzima. Bwana hakuna mambo ya uzima, na usijidanganye tena. Kama unataka utafiti, soma Biblia. Kama unamwita Mungu na asikii, soma Biblia. Na kusomea Biblia sijakuombea bado, ili sasa tumaanisha kwamba ni Roho ameshuka ameanza kuongea. Hapana, nimekusomea Biblia yenye unapanga nayo, yameandikwa ili ujue wewe ni wa uzima wa milele. Na kama hautaki, wewe ni wa uzima wa kuzimu. Sasa wewe mwenyewe unajikatalia, utatisha nani sasa kutoka hapa? Kutoka hapa basi utatisha nani? Atiwa ndio unatumikia Mungu sana. Hakuna mtu ambaye utatisha. Atiwa mwenyewe juri hapa, atiwa utaokoka. Hakuna mtu ambaye utatisha. Hata shetani hautamtisha, hata Mungu hautamtisha. Sasa basi, okoa maisha yako. Kimbilia Mungu. Wewe kubali venye atatenda, venye atafanya. Hiyo sasa utaumia mwenyewe. Wewe utalaumiwa. Akisema hivi mwenye haki, wachana na wewe. Atalaumiwa baadaye. Wewe utasema, huyo ndiye ananiambia. Sisi kama vile sasa kijana anaenda sasa anachokeza msichana. Yule msichana anaanza kutoka kwa nyumba. Nani anaenda kutafuta? Msichana ama kijana? Ajipange aende huko. Siniambia sasa ananipenda. Hivyo ndivyo basi tunafaa kusimama. Kama Mungu alituita wenye haki, kwa nini sasa tushinde pale tukijipendekeza? Ati tunaenda kazi Mungu aone atubariki. Hapana. Haitaenda tu vile, wala kwa nia yako utapenda, lakini sasa Mungu hata kubariki ili mpaka akuonesha mimi sikutaka vile. Mimi sikutaka uende kazini, nilikuwa nataka ukae kwa nyumba, unizalie watoto, unifurie nguo, na tena sasa mimi nitaenda nishughulike. Nilete chakula mkule, na ninunue mavazi. Lakini ukienda, vita itajaa pale. Sababu hata nalo unataka kujipendekeza atimtengeneza hiyo familia na yule mzee. Wewe ulimpenda ama alikupenda? Hiyo ni mfano natoa. Ili sasa nielewe hii. Lakini sheria iliingia ilikosa. Lile liwe kubwa sana. Nani alikuwa anafikiria? Sheria za Mungu zilikuja tufanye na tufuate. Ulisoma vile. Wakati ulijaribu, uliweza. Sikamana ulishindwa. Kumaanisha hadi bado inasongea kwa Mungu. Bado Mungu anakuleta karibu. Sababu anataka kukuokoa. Ili wakati utakuja usikie na ukubali. Sasa kutoka hapo maisha yaanza kutawala. Uhai unaanza kutawala kwa maisha yako. Hivyo ndivyo anataka. Kijana alikuja kwa kwenu. Akakuja hakuogopa mbwa. Hakuogopa baba yako na watu wenu. Akakuja akakwambia maneno matamu. Lakini alikuwa anataka tu ukubali. Aende na wewe. Akulinde. Na alikuwa tayari hata kulipa hata milioni moja hata ikiwa mahali. Hakuna vile sasa, hata kama angeitishwa maisha yake angetoa kwa jinsi alivyokupenda. Na ni kijana mwanadamu tu ambaye amezaliwa akiwa mwenye dhambi. Na Yesu unafikiria aje? Wewe mwenyewe alitoa vitu ambazo kwamba hazina madhamana, lakini yeye mwenyewe akagharimika akatoa mwanawe pekee. Unafikiria Mungu alisikia uchungu wake wakati unamkataa? Hivyo ndivyo basi, wakati watamkataa, wewe mwenyewe utagharimika na maisha yako na utasikia vile unaendanga. Lakini saa hii tuseme aje? Si tuko hai, tuko na kila kitu, tuko na nguvu. Hata tukitaka kuhama hii kanisa tutaenda ingine. Hata tukitaka kuanzisha zetu tutaenda kwa shule tusome kwa Biblia wanafundisha.
na Biblia tusome na tuanze yetu pale nyuma. Sasa maisha iendelee. Lakini kutoka pale, wacha nikwambie, Mungu hakutuambia tuanzishe kanisa. Wacha nikwambie siku ya leo, kama ile inaenda ni mwanadamu alianzisha, toka pale. Ikiwa hiyo sikuwa nia yako, sababu kanisa la kwanza ambalo alikuwa anataka alianzisha bila mapenzi ya mwanadamu. Alimuita Musa akamwambia, nataka uniongozee hawa ambao ni Waisraeli, na nikwambie unitengenezee hekalu. Enda utengeneza vile nimekuandikia, vile nimekuambia. Alimaliza mwaka siku 40 usiku na mchana bila kula na bila kunywa. Hiyo ilikuwa ni kanisa la kwanza. Kanisa la pili akamleta Bwana Yesu ambaye alikuja na haki. Yule wa kwanza alikuja na sheria ambazo si ya haki, ni ya kuambia wanadamu ni wenye kifo na watakufa. Ile ingine ilikuwa ni makosa, ile ingine ilikuwa ni ya kifo, ilikuwa inatawala. Na ndio maana hata Musa akaenda kumuuliza Mungu, si tusaidie kuhesabu miaka. Sawa, miaka yule ambaye amezidi sana ni miaka 80 na miaka 70. Na mimi nimeona kwamba kulingana na ahadi zako, sikiza vile sasa, kulingana na ahadi zako ulitutoa nchi ya Misri twende Kanaani. Lakini hapo ninaona wakati nilitengeneza hii hekalu miaka 70 na bado hatujafika Kanaani. Miaka 80 wengi wanakufa na hawajafika Kanaani. Sasa kuna makosa. Ile ya kwanza ilikuwa ya kufa, ilikuwa ya kuua, na ni Mungu alitengeneza na akalianzisha. La pili sasa, na nimekuambia, ni la Bwana Yesu ambapo kwamba ni kanisa la haki, kanisa la utakatifu. Mungu mwenyewe alianzisha. Hizi zingine nani anaanza? Ukianza yako unaanzisha kama ya Musa. Sababu hiyo sasa ndio imeandikwa na mfano na tamaduni na tabia na njia na mipangilio. Wewe unaenda unaanzisha kama ya Musa ambayo imepitwa na wakati. Na ndio maana wengi ni wenye dhambi, wengine wamekufa, wengine ni wagonjwa, sababu wewe mwenyewe ulianzisha. Lakini sasa Mungu akianzisha akuteue, wala hautaenda kama ile ya Musa. Utafuata mtakatifu akuongoze, na utahubiri mambo ya dhambi pale, mambo ya sheria pale, mambo ya kutafuta utakatifu pale, mambo ya kujitakasa pale. Utaambia kwamba hili kanisa na yule alianzisha ndiye aliyegharimika mwenyewe. Sasa hata toa pesa yako, hata wacha kazi, hakuna mtu ambaye utatisha, tutakuogopa. Ukisema uliacha kazi atutumikie Mungu, ni sawa. Hiyo itazuia, hiyo ndio itakufanya uende mbinguni ama uende kuzimu. Kuna jambo moja tu ambalo Mungu ameiweka wazi, ameiweka vizuri. Lakini tuseme basi aje, tuseme aje basi. Sheria iliingia ili kosa liwe kubwa sana, na dhambi ilipozidi neema ilikuwa nyingi zaidi. Hatusikia sasa ile jambo ambalo nafanya Yesu na Mungu aokoe mwanadamu kwa urahisi ni dhambi. Si nilikwambia vile? Na nikakwambia hiyo uweke, nitakwambia sasa. Hapo ndipo inastafsiri basi, mahali dhambi zinaongezeka, hapo ndipo sasa neema na wokovu wa Mungu unaongezeka. Sababu mahali hakuna dhambi hakuna wokovu, sababu hakuna kifo. Mahali kifo kiko, pale ndipo sasa kuna uzima na kuna uhai unapatianwa. Kama utajua wewe ni mwenye dhambi, wewe hautasoma Biblia, usome sheria za Mungu. Na kama unajua wewe ni mwenye dhambi, na vile ulisomewa sheria za Mungu, ndio maana unajua wewe ni mwenye dhambi. Lakini kama hukusomewa, hautajua. Na uwezi ukasema si dhambi kanisani sijui. Ulifundishwa kwa Sunday school au ulifundishwa na mama yako, unajua. Hata saa hii kama hujawahi ingia katika mlango wa kanisa, unajua. Hata Mungu aliziandika kwa mawazo yako na kwa moyo wako. Lakini tuseme basi aje, hakuna wa kulinda. Sasa kila kinywa kinanyamazishwa. Mungu atawale, anapenda mapenzi, anapenda mapenzi yake. Sasa mahali kuna dhambi, hapo ndipo sasa Yesu anatawala. Kama wewe mwenyewe haujui una dhambi, hauwezi kuona maana ya Bwana Yesu. Utakuwa na nguvu, utaendelea kufanya, utaendelea kutenda, ili sasa Mungu akubariki. Hauna haja wewe mwenyewe, hautahitaji Yesu akuwe kwa maisha yako. Si uko na nguvu, uko na pesa, na wakati sasa unatoa, si unasikia vibaya vizuri sana. Sasa wewe mwenyewe akuangalia maisha yako.
uone vizuri sana vile Biblia inasema na ninaeleza. Mahali dhambi zinaongezeka, neema inaongezeka maradufu. Kama mahali dhambi kunayo na usikii neema ya Mungu, unasikia kifo, sasa pale si kanisa ambalo bado Mungu hajaingia pale. Sababu akiingia mahali kuna dhambi, atatangaza wokovu, atatangaza neema, atatangaza utakatifu. Amwambie sasa mnaweza kuwa watakatifu, sababu sasa mmejua ninyi ni wenye dhambi. Lakini kama mtajua ninyi ni wenye dhambi, siwezi nikakufunulia mambo ya utakatifu, sababu haitawafaidi. Mtakuwa kama ile ubwa ambayo sasa imetapika au sasa inakula. Mtakuwa kama ile nguruwe, ukiweka sasa ile ring ambayo sasa ni dhahabu, itaingia tu katika uchafu. Unaweka tu sawa. Mimi na wamekufa msalabani, lakini sasa nilikuwa naandalia tu mkutasari tu ili sasa tuingie na tuendelee katika mahali ambapo kwamba tuliachia jana, ili sasa uweze kujua na uweze kuelewa mambo mengi. Sasa kwa kukosa kwa mmoja, dhambi zikajaa katika ulimwengu, na kama zilijaa ulimwengu, Mungu hakuwa na budi ila kutoa sheria kila mwanadamu ajue ni mwenye dhambi, na kama ni mwenye dhambi hata tamani tena kurudi mbele zake, bali atatamani kukaa mbali na wewe, sababu mwenye dhambi hawezi akamkaribia na Mungu apendezwi na dhambi, lakini anapenda mwenye dhambi. Hiyo ndio Mungu inamsukuma wewe sasa akuje atuokoe. Lakini sasa natafuta mahali tuliachia katika Warumi 5 na tukafikisha mstari wa 17. Ati kwa maana ikiwa kwa kukosa mtu mmoja mauti ilitawala kwa sababu ya yule mmoja, na kwa yule mmoja zaidi sana wao wapokeao wingi wa neema na kile kipawa cha haki watatawala katika uzima kwa yule mmoja Yesu Kristo. Kama vile sasa nilikwambia, tulizaliwa na mama ambaye alikosea Mungu na alisikia sauti ya shetani, akamzali Abel na Cain. Sasa hapo ndipo walianza kizazi. Sasa hapo ndipo sasa nikakwambia unajipata unafanya makosa hata kana kwamba hautaki. Unapata ya kwamba unakumbuka katika Warumi 7 nilikwambia Paulo alikuwa anatamani kufanya mambo ambayo ni mazuri, lakini yale alikuwa anatamani kuyafanya hakuweza kuyafanya, ila tu yale ambayo ni mabaya hakutamani kuyafanya. Haya ndio alikuwa anajipata anayafanya. Na hivyo ndivyo hata nasi tulivyo. Watu wanatamani kuokoka, wanatamani kumpendeza Mungu, wanatamani kukaa bila dhambi ili waweze kumpendeza Mungu, lakini yale matendo ambayo wanataka kufanya hawafanyi. Sasa tena unamwomba Mungu ili abariki biashara yako, ili sasa uwe unamtolea sadaka kutoka pale na unasaidia maskini. Sasa kale ka biashara kama fikia, hata zile ambazo ulikuwa nataka kutoa hauwezi ukatoa. Sasa inakuwa ni vigumu hata kisasa kufurahia ukiwa mbele za Mungu. Sasa ulikuwa natamani uaminike na mke mmoja, na tena sasa amwili mpendeza Mungu, sababu unajua Mungu anatawala ile toa. Lakini sasa unajipata kwa marafiki, unajipata ya kwamba umetiwa katika majaribu. Sasa uko na kasichana kengine, uko na mpango wa kando, lakini ukiulizwa unasema usamehewe, si vile ulikuwa unataka. Lakini sasa yale mambo ulikuwa unataka kukaa na kuaminika na mke mmoja, unajipata hauwezi. Sasa wengine ambao ni walevu wanapata ya kwamba wanasema sitakunywa tena, hata kana kwamba si mambo ya Mungu. Wanapata ya kwamba hizo pombe zinaweza kuwatumikia zile pesa zao, na kama wangependa hata wangeweza kuhifadhi mahali wanunue kitu, ili sasa katika uzee wao waweze kuwa na kitu. Lakini sasa yale maisha wanataka kukaa, wanajipata hawawezi wakakaa. Lakini sasa yale maisha ambayo sasa ni mabaya, ambayo hawapendi kukaa, ndio wanajipata wanakaa. Hebu angalia maisha yako, uangalia yale maisha unakaa katika wakati huu, si maisha ambayo ungeweza kupenda. Wacha tu tuondoe Mungu pale, lakini wewe mwenyewe yale maisha ambayo unapenda kuishi, si yale maisha unaishi. Lakini ndio maana wengi wakati unasikia kuna mtu ambaye anasaidiana aidha kwa neno ama kwa nguvu, aidha kwa jina yoyote, wewe unamfuata, na tena sasa unaweza
anakupatia chochote anaitisha, ili sasa akusaidie kuishi yale maisha unatamani kuyaishi. Na kwa hivyo sasa, hebu angalia uone kama hiyo si kweli. Lakini kwa sasa yale mapendo ambayo sasa unafikiria na unasikia Mungu anatamani kwa maisha yako, wewe mwenyewe sasa unajipata hauwezi ukafanya, hauwezi ukaishi, hauwezi ukatenda, sababu hauna nguvu. Lakini sasa ndio maana nikakwambia, sisi hata kana kwamba tutakataa kwa imani zetu ati ya kwamba sisi si wa shetani, tutajipata ya kwamba shetani anatawala maisha yetu kwa njia ambayo sasa ni njia ambayo sasa ni rahisi sana. Lakini sasa hatuna nguvu, hatuna mamlaka, hatuna sasa budi tu ila kukubali. Lakini sasa nikwambie, sasa mahali popote Yesu alitembea, wakati alitembea kwa hekalu na kwa sinagogi yoyote, alikuwa anatoa watu mapepo, alikuwa anatoa na kemea watu mapepo, alikuwa na waponya magonjwa ambayo tunasema ni ya kimapepo. Alikuwa sasa anasamehe watu dhambi ambazo kwamba ni za kipepo. Na kwa hivyo sasa tumaanisha kwamba hizo zilikuwa ni kanisa. Na ndio maana pale wakati ambapo baba walikuwa wanaenda, walikuwa wanaambiwa usiimbe, usidanganye. Lakini sasa shetani hapo ndipo mahali ambapo anapata amani pa kukaa, sababu kanisa yoyote ambayo inafundisha watu kutofanya dhambi na kujizuia dhambi, hapo shetani anafurahia sana. Na ndio maana unapata ya kwamba hizo kanisa hizo tunapata watu ambao sasa ni malaya, wengine ni wezi, wengine ni wadanganyifu. Na tunashangaa hii ilikuwa ni kanisa ya aina gani, ambayo sasa wale ambao wako pale ni wenye dhambi na ni nyumba ya Mungu, na ni watu ambao walikuwa wameapa na sasa wakafanya uamuzi ya kwamba watamtumikia Mungu, lakini wakakusanyika mahali na wakapata ya kwamba pale ndipo sasa magonjwa sasa shetani anapeleka, na tena sasa anaweza akitaka kuua anaua pale. Lakini wanafanya ibada wakisema ni mapenzi ati ya Mungu, lakini sasa pale si mapenzi ya Mungu. Lakini tuseme aje? Lakini tufanye aje? Sasa haya ndio maisha tunajipata tunaishi, na sasa hatuna budi sasa kukaa ama kukataa. Lakini sasa tufanye aje? Tukasikia kwamba yule sasa mtu ambaye ni mmoja alileta uovu, alileta dhambi ukataa ulimwengu. Sasa wakati sheria ilikuja ambayo sasa ilikuja na Musa, wengi wakaanza kukufa, na shetani sasa akaanza kufurahia sana, sababu ameanza kupata watu sasa ati kwamba ni wake, wale ambao aliambiwa watachomeka nao. Hebu angalia vile sasa shetani anafurahia wakati unakufa sababu ya dhambi zako. Wale shetani anajua 100% yeye ni wake. Lakini sasa wakati ambapo kwamba wewe mwenyewe unakubali mwingine akufe, sababu ya nini? Sababu ya dhambi zako. Sasa pale hafurahii, sababu anajua amekukosa na hakuna mahali ambapo kwamba mtapatana. Lakini sasa nikwambie jambo fulani pale, wakati shetani aliambiwa ya kwamba unakumbuka wakati walifukuzwa katika shamba ambalo lina Edeni, aliambiwa ya kwamba sasa wewe utapata mtoto kwa uchungu, mzee sasa utakula jasho yako. Lakini shetani akaambiwa, lakini katika kizazi kimoja ama mtoto mmoja wa huyu mama ataweza kukugonga mkichwa na wewe mwenyewe atakuangamiza. Sasa ile ndio hatari ambayo sasa shetani anakuanga nayo. Hiyo ndio sasa shetani anakuanga na woga, sababu aliambiwa mmoja wa watoto ambao sasa utapata, mimi nitaweza kumuinua, mimi nitaweza kumchagua na ataweza kukugonga kichwa na kazi yako itaweza kumalizika. Na kwa hivyo sasa wakati aliweza kumzaa huyo wana, aliweza kufukuzwa katika nje ya shamba la Edeni. Pale sasa yule mama alienda na akazaa. Biblia inatuambia vizuri sana, walipata watoto wawili, wakaitishwa sadaka na Mungu, wakaleta, mmoja akakubalika, mwingine sasa hakukubalika. Yule mama hakukubalika, alimuua nani? Alimuua yule aliyekubalika, sababu shetani aliogopa na alijua kama Mungu amemkubali, hiyo ndio niliahidiwa, atanigonga kichwa na amalize ufalme wangu. Sasa ndio maana wale ambao sasa wanaokoka, vita zinakuwa pale. Wale ambao waliokolewa na Kristo, wale waliamini Bwana Yesu, hao ndio waliweza kukufa sana na waliuliwa sababu ya kuhubiri Kristo. Sababu Kristo wakati alikuja, Biblia inatuambia vizuri sana, lazima angekufa, lakini yeye mwenyewe alikuwa ni yule mtu ama yule mtoto ambaye sasa aliahidiwa na Mungu. Na hiyo sasa ilikuwa ni miaka mingi sana, ilikuwa inaisha. Na kwa hiyo sasa utakisoma Biblia unaweza ona ni miaka hata mingi sana kutoka wakati dunia iliweza kuumbwa, kabla sasa watu wazaane na tena sasa alete ibada nyingi sasa mpaka
kutoka Yesu kuja, sasa zilikuwa ni ibada nyingi zinatendeka, vizazi nyingi wengi wakaweza kuisha na kukufa, lakini sasa huyu mwana wa Mungu ambaye ni Yesu Kristo, huyo ndio aliweza kugonga shetani kichwa, na tena sasa akamnyang'anya mamlaka yake na utawala wa kuweza sasa kutawala maisha ya mwanadamu. Lakini sasa pale ni kwa nani? Ni wa yule ambaye sasa ataweza kumkubali. Sasa kutoka pale, wale ambao sasa wakati walimuua walidhani ya kwamba wameshinda, lakini sasa watu wamejua ya kwamba already sasa amepanda mbegu ndani ya mwanadamu yule ambaye ni wa imani. Yule ambaye ni wa imani atashinda shetani na atashinda kifo na atashinda dhambi. Lakini yule ambaye sasa hajachaguliwa ni yule ambaye amekataliwa, ni yule ambaye ni mwenye dhambi, na kama ni mwenye dhambi atakufa sababu ya dhambi, na tena sasa Mungu hatamchukua bali shetani ndiye ataweza kumchukua. Na kwa hivyo sasa mahali ambapo kwamba kanisa linahubiri, ambapo kwamba ati wanatafuta, ambapo kwamba ni takatifu, pale Biblia inatuambia vizuri sana, hapo ndipo shetani anatawala, pale ndipo shida inakuanga, na tena sasa pale ndipo kifo kinakuanga, na shetani hawezi akaogopa kukaa mahali pale. Na ndio maana katika makanisa mengi zile tumesikia, tunaweza kupata watu ambao wako na mapepo, ikiwa sasa wanaamini ya kwamba alisamehewa, lakini mapepo yanatawala mahali ambapo kwamba kuna dhambi, na kama inatawala dhambi, sasa kuna sheria, na sheria si shetani, sheria ni za Mungu, ili mwanadamu aweze kujielewa na aweze kujua vizuri. Na kwa hivyo sasa pale vifo vinatawala, na ndio maana wengi wanazika watoto, wengine wanazika wazee, wengine wanazika wamama. Sababu hiyo ni mambo ambayo hatuwezi tukajizuia. Sababu hiyo ni jambo ambalo sasa tunasema, kwa maana ikiwa kwa kukosa kwa mtu mmoja mauti ilitawala kwa sababu ya yule mmoja, zaidi sana sasa hapo inaendelea. Kwa hivyo sasa pale inaonyesha kwamba haya ni mambo tuliyapata, hatuwezi tukajizuia, sababu shida na makosa ilifanywa na mama mmoja, ilifanywa na mzee mmoja ambaye ni Adamu na tena ni Eva, na tena wakaacha kizazi na kikaendelea. Na ndio maana wengi saa hii lazima sasa wazae, na sisi kizazi lazima wawaste watoto ambao ni wachanga. Lakini sasa tufanye aje ili kizazi kiweze kuendelea? Lakini nikwambie sasa, hapa sasa zaidi sasa wao wapokeao wingi wa neema na kipawa cha Roho na kipawa cha haki ama kipawa cha utakatifu. Kutendewa haki ni wakati ambapo Mungu anakuhesabu kuwa mtakatifu. Sababu gani? Sababu wewe mwenyewe amelituma mwanawe pekee akakuja akamtii, si kama yule wa kwanza Adamu alikuja akakosa kutii. Vile aliambiwa na Mungu asikule mti wa katikati, mti wa kujua vizuri na vibaya. Sasa lakini yeye mwenyewe akanyang'anyika na akakula ili aweze kufanana na Mungu. Sababu shetani anakumbuka alimwambia, na sasa Mungu hakumwambia Mungu ni mbaya. Hapana, alimwambia Mungu ni mzuri sana, lakini kuna kajabu aliwaficha. Alimwambia msikule mti ya katikati ili msifanane na wewe. Na kwa hivyo sasa mama, nikakwambia jana, alikuwa anataka kukula ili sasa afanane na yeye, lakini sasa alifanya nini? Alikula ile tunda akajua vibaya na akajua vibaya. Sababu kanisa ni mfano wa Mungu ama kwa sababu wa mwanamke. Sasa hapo ndipo kanisa ambacho wanatafuta utakatifu. Nasikia vile sasa wale wanatafuta utakatifu wa Mungu, wampendeze Mungu, abarikiwe. Sasa wanapita kwa ile mti ambayo ilikuwa ni ya katikati ya kujua vizuri na kujua vibaya. Sasa mtu anasimama ambaye ni kiongozi wao, anaanza kuambia msiibe, msidanganye, na mkifanya vile sasa mtampendeza Mungu na Mungu atakuja anaweza kuwabariki. Ili wale wasijue ni dhambi wanazifufua ndani zao, lakini wakizifufua watafaa kukufa. Na kama sasa pale ile kanisa ni lile linakaa kama huyu mama ambaye sasa aliambiwa na shetani ya kwamba ukikula huyu mti utakaa kama Mungu, naye shetani anafundisha watu wake. Sababu Biblia inatuambia katika Wathesalonike inasema ya kwamba ati shetani ameapa ya kwamba kuchanganya wateule, haswa wale ambao ni viongozi wao, akiwashika anajua wakienda kuhubiri wataambia watu wawache dhambi na wafuate sheria za Mungu, wakuwe watakatifu, Mungu awabariki. Sasa kwa kusikia tunasikia vizuri sana, tunawafuata na tunaona ya kwamba ikiwa ni kutenda tu, ikiwa
ikiwa ni kujizuia dhambi, ikiwa ni kujizuia umalaya, ni kujizuia ulevi. Sasa usini kama litakuwa kukamilifu wa Mungu, ikiwa ni kutoa sadaka, ikiwa ni kutubu dhambi, si hivyo ndivyo Mungu anataka. Na sisi sote tunajipata tunafanya vile, lakini tunapata ya kwamba tunakufa kabla sasa tubarikiwe, tunapata shida kabla tubarikiwe. Badala ya baraka sasa tunapata umaskini, badala ya baraka tunagojeka. Hata zile kidogo tulikuwa nazo sasa zinapotea. Sasa badala ya tubarikiwe, watoto wetu sasa wanakuwa waasi, waume wetu wanatoka nje, sasa wamama wetu bahotoa zinaachana. Lakini sasa ni watu ambao wako kanisa wanaomba kufunga na kufungua, lakini sasa ni vile walidanganyika wao bila kujua. Badala wao wategemee Mungu ya kwamba mimi nitakuja kuangalia hata kama hamjanifanyia kitu. Sasa alikuwa nakuja saa 9. Hivyo ndivyo sasa inamaanisha, na nilikwambia wakati mmoja nikakwambia hivyo ndivyo ilimfanya. Sababu haya ni mambo hatuwezi tukafanya, nimeandikwa tuweze kujua na kwamba sisi ni wafalme wa mbinguni. Sasa Mungu alikuwa nakuja saa 9, ananena na Adamu na mkewe. Na hivyo ndivyo wakati sasa huyu Yesu ambaye sasa alikuja baadaye, alishikwa saa 6, lakini alikufa msalabani pale saa 9. Hiyo ni masaa 3, lakini tufanye aje na tuseme aje basi. Sasa pale inasema ya kwamba hivyo ndivyo sasa, kama mauti ilijaa ulimwengu wote wakahesabiwa kuwa wana makosa, na kama wako na makosa wakakufa na wengi wakakufa, hivyo ndivyo basi itakavyofanyika katika upande wa Mungu, aweze kumtoa mwanawe pekee. Sasa yule ambaye ni wa damu wa pili, sasa kila mtu aweze kuhesabiwa ya kwamba ni mwenye haki, aweze kuhesabiwa ya kwamba ni mtakatifu, aweze kuhesabiwa ya kwamba amefanya na ametimiza mapenzi ya Mungu. Zaidi sana wao wapokeao wingi wa neema na kile kipawa cha haki watatawala katika uzima kwa yule mmoja ambaye ni Yesu Kristo. Na kwa hivyo sasa Yesu, nilikwambia si ibada, Yesu si imani, Yesu si dini, Yesu si tambia, Yesu si mwenendo. Hapana, Yesu alikuja kama yule wa kwanza, akazaa watu wenye dhambi, na wakati alikuja akazaa watu wakiwa wenye haki. Na ndio maana Biblia inatuambia vizuri sana, wale ambao walikuwa katika ulimwengu huu Mungu hakupa wengine, lakini aliwaambia sasa mtakapomwamini Bwana Yesu wewe mtaweza kuhesabiwa kuwa wenye haki. Lakini akawaambia wengine lazima mzaliwe mara ya pili. Na hiyo sasa ndio inamaanisha, sababu ile ya kwanza ulizaliwa ukiwa mwenye dhambi, sasa hii ya pili utazaliwa ukiwa mwenye haki. Sasa wewe mwenyewe nikuulize, ulikuwa unafuata na unapenda na unafuata ibada ambazo sasa zinatenda mapenzi ya Mungu, ili sasa tuweze kuhesabiwa kuwa wenye haki. Lakini njia moja tu ambayo sasa ni ya Mungu, ambayo sasa ametoa, ni wewe mwenyewe uamini ama ukatae kuamini. Kama utakosa kuamini, wewe mwenyewe utakosa kuamini ile Mungu amesema wewe mwenyewe ufanye. Kama vile sasa huyu mama alikosa kuamini ya kwamba sasa ati anaweza kukaa bila kujua vizuri na vibaya, ama kukaa bila Mungu, ama kukaa bila kukaa kama Mungu. Lakini sasa yeye akaona ni vyema nikae kama Mungu ili sasa aweze kunibariki. Lakini hata nalo ukiona sasa haina maana, wewe mwenyewe uhesabiwe kuwa mwenye haki na Mungu bila kutenda jambo lolote ama jambo lolote, utaona ni vyema utoe sadaka zako.